hiyo uamuzi to make further clarity. Kuna mkora mwingine, a very junior man, mwenye tulikuwa na yeye kwa bunge miaka 5 peke yake, he was never re-elected, akashindwa kura, anaitwa Raphael Tuju. Alafu Tuju ananijibu Nairobi ati vile Khalwale vile ameingia kwa Jubilee hatumtambui kwa sababu Khalwale hakukaribishwa na Raphael Tuju. Raphael Tuju, you are very junior. You cannot receive me in any party. I was received by the deputy party leader, William Ruto. Na nini tusimei muwe wa erefu. Yule Tuju, wewe umesoma historia, the Greek history. Tulikuwa na hiyo kitu ambayo waliita the Trojan horse. Huyo ni Trojan horse ya ODM katika Jubilee. Anamshikilia Raila hapo ndani ya Jubilee. Wakati Raila aliruka akaenda karibu na Uhuru, nikajua amekuja kupomoa. Msumeno wake wa kukata, nyundo yake, tindo ya kupomoa, anaitwa Raphael Tuju. Msipotoa hiyo atamnyorosha. Nimeona ndugu yetu, nataka niseme kama mwana Jubilee na ambaye natoa pesa kila mwezi, ambaye ni 10,000 subscription fee ya chama, kama mtu ambaye ni secretary general wetu Raphael Tuju amekuwa chief strategist, wa opposition. That is the enemy within, na huyo ndio enemy wetu number 1. Na kama chama tutadeal na yeye, kwa sababu kuna njia mingi ya kudeal na yeye. Tutaambia National Executive Council, tutatoandikia petition National Executive Council, ule mtu anakuwa chief strategist wa kujaribu kuharibu chama yetu. Na nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Khalwale, ambao tulikaribisha kwa chama ya Jubilee, sisi tutakupea ukwe secretary general wa Jubilee Party, kwa sababu ule mtu ameshindwa kufanya kazi. Si ni namna hiyo? Kwani mtoto wenu hawezi kuwa secretary general? Si anaweza kuwa secretary general wa chama kubwa kama Jubilee? Sasa Tuju, na nakwambia funga virago, rudi kwenu, enda kaa ODM. Tunajua unapiga sisi kwa sababu unataka utapeli ya kupata tiketi kwa governor wa Siaya, na sisi hatuwezi kubali kuharibu chama yetu. Si namna hiyo? Sasa mimi na wengine tutaketi tuandikie National Executive Council, he has contravened the Jubilee Party manifesto, he must fail full disciplinary action by the party's constitution, atolewe. Iko watu kama Bonde Khalwale akuwe secretary general wa chama ya Jubilee, ambaye ni tu mkubwa. Si namna hiyo? Ya tatu, mimi nimesikia hapa division of revenue. Mimi nataka niwahakikishie ma MCS, sisi kama Senate tumetoa msimamo wetu. Mimi nataka niombe ndugu yangu Kemosa ya kwamba Senate ilisema pesa mingi ikuje mashinani. Tuliketi tukasema mashinani wapate 335 billion. Tukaketi na National Assembly wa bunge wa kitaifa tukasema ikatwe mpaka 327 billion. Wenzetu kwa bunge la kitaifa wakasema watatoa 316 billion. Serikali imesema hakuna pesa ya kuongeza kuja mashinani. Mimi nataka nimuulize Bwana Rotich, CS Treasury. Mimi najua penye hiyo pesa hiko yenye unaweza toa uongeze ifike 327 billion ikuje mashinani. Hiyo team embrace, hiyo kutoeleweka inafandiwa na wakora fulani ambao wanatoa pesa ya serikali kuweka team embrace na kutoweka kitoeleweka. Mtoe hiyo pesa ya kitoeleweka na mtoe hiyo pesa ya team embrace, mulete mashinani, isaidie wananchi wapate dawa na wahakikishe waende mbele. Sina namna hiyo. Na tunajua hapo Karanja Kibicho ndio forte hapo. Wewe waacha kupeana pesa embrace na waacha kupeana pesa kitoeleweka. Ati mpaka Lamada unaoga na Lamada, na hii watu ni wachawi sana. Unaendaje huko bila simu na unaenda ukirudi na nyuma? Wao watu nakwenda kuongea na wanasema kuja peke yako, hata usikuja na security. So unasikia hawa ni wachawi kwa sababu anaenda kukutana huko chini na kusema ati tunataka tuangamize naibu wa rais. Mimi nataka niseme we have agreed. Now, as the Deputy President said yesterday, and I want to ask National Assembly members, let us discuss. But by Wednesday, if we have not discussed,
we will look at other means on how to resolve this issue so that wananchi wetu wa county wapate pesa mashinani. Ama hamtaki pesa ikuwe mingi mashinani? Kama referendum itakuja ya kuongeza pesa mashinani, mimi na wabunge wote tutakuwa kwa hiyo referendum. Lakini kama itakuja referendum ya kuweka viti vikubwa ya matajiri kwa wakubwa, serikali, sisi tutapinga hiyo referendum. Si ni namna hiyo?